Mpendwa mtazamaji wa Jipange TV, tunaendelea kukuletea kipindi kizuri cha Jipange na Wakisha. Leo mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Wakisha na mlezi wa klabu za Jipange Tanzania, Bwana Boniface Thomas Ndengo ametembelea klabu ya Jipange Kufanikiwa, shule ya sekondari Mshikamano iliyoko ndani ya manispaa ya Msoma mjini. Kaa nasi tuwashuhudie Mshikamano jinsi walivyojipanga. Mimi naitwa Mwalimu George Mjiberi Mgeta. Zaidi watu wananitambua kama Mgeta kama jina lililozoeleka. Ni mkuu wa shule ya sekondari Mshikamano. Kwa hiyo mimi pindi ambapo nimekuja kupata taarifa za hii club ya Jipange, niliona ni sehemu moja nzuri ambayo kwa wanafunzi inaweza ikawajengea uwezo mkubwa katika maisha. Kwa mimi moja kwa moja nilikubali. Hata pindi nilipopata kwamba viongozi wa ngazi ya juu upande wa Jipange wanakuja kutembelea shule, mimi niliona kama ni fursa moja nzuri ambayo sasa badala ya kuwajengea uwezo wanafunzi kwa wanafanya kitu wasicho kijua, wanapata elimu wanayojua alafu wanaanza kuitekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo nilijaribu kupata historia kwamba ilianza 2015 na nikakuta kwamba imesambaa katika mashule. Nikaona kwamba ikiwezekana kama sisi tuchukulie kama Jipange kwamba Mshikamano sekondari kiwe kama kitovu cha kuonekana kwamba tutoe chachu kwa shule zingine. Ndio maana sasa tunakipa kipaumbele kwamba Jipange na Jipange Mshikamano na iendelee kuwepo na sisi ili tuone matunda yake kupitia vijana wetu. Ujasiriamali tunaona kama ni dhana ya kisasa, lakini ikiwa na tafasiri ile ya kujitegemea, kumjengea mtu uwezo wa kujitegemea, uwezo wa kuishi kwa kutegemea mawazo yake na fikra zake mwenyewe. Kwa hiyo tukatokana kwa baada ya mpango huu kufikiria, basi tukaja na wazo la tuwafundisha watoto namna ya kujipanga. Tukasema klabu zetu ziitwe Jipange. Jipange maana yake ni kwamba maisha yako ya kesho yanategemea sana ulivyojipanga leo. Jipange umeanza, sasa unaendeleza. Sawa kabisa. Na tukataka kwamba kuwepo kwake hapa Mshikamano kuwe ni sehemu ya kujipanga. Yaani asione tu kwamba yuko hatua ya sekondari, aone kwamba hatua yake ya kukaa sekondari miaka 4 iwe ni hatua ya kumsaidia kujipanga kimaisha. Na anapotoka hapa lazima atoke na vitu ambavyo vitamkuwa vimemsaidia kuweza kufanikisha njozi ya maisha yake. Hii ni bustani ya aina yake iliyotengenezwa na wanaklabu ya Jipange Kufanikiwa shuleni hapa. Wametumia chupa za maji kwa ajili ya kupunguza ongezeko la utupaji ovyo chupa za maji mitaani. Kwa nini tunaamua kutoka kwenye mawe kuja kwenye bombonya? Kwanza moja, bombonya kule mtaani zinaonekana ni uchafu. Kwa sisi tumeona hizi bombonya ni fursa kwetu. Na pia mawe ukiagiza watoto wanaiba kwa watu. Kwa hiyo inaleta ni kelele. Na tulivyopanga hivi imeonyesha ni wabunifu. Tayari umeanza ujasiriamali lazima tuwe wabunifu. na pia sasa imekuwa fundisho shuleni, kila mtu sasa anataka afanye bustani yake. Iwe katika mfumo wa bombonya. Kwa hiyo tunaendelea. Kwa hizi chupa baada ya kuzagaa mtaani kwa uchafu, sisi tunaona hii ni kazi sahihi. Sasa hongereni. Kwa hiyo hii ni bustani ya klabu ya Jipange. Very good. Mwalimu mlezi wa klabu ya Jipange shuleni hapa hakusita kutoa kilio chao juu ya ukosefu wa magoli ya mpira wa wasichana, yani netball, na mpira wa miguu. Bwana Boniface Ndengo hakusita pia kulitatua tatizo hilo. Umeshafanya hesabu ni shilingi ngapi? Kama mjajipanga fursa inaondoka. Kwa mahesabu ya viwanja tulianza ule wa netball, kwa hiyo iligharimu kama 200,000. Kwa kuweka haya magoli mawili ni 200,000. Inazidi. Itakuwa kama shilingi ngapi? Naweza itakuwa kama 400,000. Lakini basi nimekubali. Haya magoli tutaweka Jipange. Hatimaye ukafika muda wa kuongea na wanaklabu ya Jipange shuleni hapa. Walimu nao hawakuwa nyuma, wakavutiwa na klabu hii, nao wakajiunga. Kwa kweli niseme kwa namna moja au nyingine
nilizokuwa ninaziota kila siku. Kumbe nilikuwa sijachelewa. Mkurugenzi, nilikuwa natumia muda wangu mwingi ule, sema sasa hivi tumefungiwa internet. Kwenye mambo ya ujasiriamali, kutengeneza sabuni, ufugaji, nini. Sasa leo nilipoangalia hapa kwenye Jipange kufanikiwa kila kitu kimungu. Yes. Ni vitu ninavyovipenda sana. Karibu sana madam. Sasa tuambieni wale wazee kule nyumbani, kina bibi, kina baba, sijui akiamka asubuhi mgoti, sio mkongo gale, sijui kafanyaje. Waambie Madam Gaspar amejipanga. Sasa yeye ajipange kufanya nini? Yes, kwa anatembea na chechemea. Baba kula na bibi kina nani sio alikuwa anachechemea? Ndio. Anakunywa pombe sio anatetemeka, anafanya nini muda wote na vibrate, sivyo? Ndio. Mwambie Madam Gaspar ameingia kwenye Jipange. Kwa hiyo kama alikuwa anachechemea, Jipange kufanya nini? Atapiga matime ya kutosha. Sawa Ndio. Mwambie dawa zimelala hapa, sio yani virutubisho vya kutosha. Ndio. Nimejipanga vilivyo. Nilikuwa sijajua kama kuna hii kitu sasa. Nimeingia na mapepe yote, yani wenyewe mtafurahia. Labda nitoe historia kidogo ambapo kana nihusu mimi kupitia klabu ya Jipange. Wakati naanza kazi nilikuwa mlaalaji sana wa kukaa ofisini na kuongelea mambo ya serikali. Yaani wewe nikufika unafundisha, lakini akili ya kibiashara ya kufanikiwa ilikuwa bado iko chini. Lakini nilipata mwanga na kusimulia na wewe usikie wewe sasa. Nilipata mwanga baada ya Boniface kuanzisha klabu za Jipange katika mashule ya sekondari. Na bahati nzuri nilikuwa ni Mheshimiwa Boniface, nilienda kwenye kubadilisha syllabus. Hizi syllabus za civics walikuwa wanataka wachopeke syllabus, waweke vipengele vya ujasiriamali Morogoro. Kwa katika manispaa ya Msoma tulifanikiwa walimu kama watatu. Mmoja kutoka Mshikamano ambaye ni mimi, mmoja kutoka Makokodei na mmoja kutoka Kamnyonge. Kwa hiyo tulihudhuria semina hiyo. Tulifundishwa ambao Mheshimiwa Boniface ametuletea. Tulifundishwa yote. Ujasiriamali ni nini? Kila kitu tulijifunza. Baada ya kutoka kule ndio nikawa Mheshimiwa akawa ameleta hizi club. Kwa bahati nzuri mkuu ambaye alikuwepo mzee wa Kamoga akawa amemchagua moja kwa moja kuwa mlezi wa Jipange. Na tangia nishike kitabu hiki na kukisoma. Mimi nilikuwa naona ni vitabu tu. Mara ya kwanza nilikuwa nacho nyumbani, nimeweka kwenye vitabu vingine kama vingine, lakini baada ya kuchagua na kuanza kupitia kitabu kilinisaidia sana. Kilinisaidia mpaka nikaanzisha na biashara. Sasa hivi hapa ndipo na duka la madawa. Sasa sisi tunaposema wajasiriamali ni mtaji wa taifa, mtaona tu jinsi ambavyo ninyi ni watu muhimu katika taifa letu. Na ninyi mnapaswa kuwa ni watu mtakaosaidia wenzenu wote. Yaani unaona hii mshikamano ilivyo? Ndio. Ninyi ndio mtaji. Hao wote waliobakia huko wanawategemea ninyi. Wanawategemea ninyi. Mkishaanzisha miradi, mtengeneze ajira, waje kuomba ajira wa muajiri. Tuko sawa sawa? Ndio. Hao waliobaki huko wote wafanyakazi wenu wanawasubiri. Mtengeneze ajira alafu waje kuomba kazi. Tuko sawa sawa? Ndio. Hao wote wanategemea ninyi mfanye biashara, mlipe kodi, alafu serikali ikishapata mapato itengeneze huduma za kuwasaidia. Sababu wajasiriamali hawapendi sana kusaidiwa, wao wako tayari kusaidia nchi. Baki wao si ndio mtaji wa taifa? Hao ambao wamekaa huko wanataka ninyi mbuni bidhaa ambazo zitaleta suluhisho kwa matatizo yao. Hapo walipo wanataka kuvaa, lazima ninyi mbuni namna watakavyovaa. Sawa sawa? Wanataka kula, lazima ninyi mbuni namna watakavyokula. Hapo walipo hao wanafikiria namna ya kusafiri, ninyi lazima mbuni mpate vyanzo vya kuwafanya wao wasafiri. Na niwaambie hela zao nyingi zitakuwa zinakuja kwenu. Na kwa sababu hiyo mtaona kwamba ninyi ni watu muhimu, ndio maana tunasema wajasiriamali ni mtaji wa nini? Unajua hao mnawasikia wakina Jack Ma, wakina Bill Gates,
wanatajwa kwa majina kwa sababu wamefanya ujasiriamali katika kiwango cha juu. Sawa sawa? Sasa na sisi pamoja na kwamba ninyi mtakuwa mnabuni miradi midogo midogo, sisi tutakuwa tunajaribu kuikuza iwe mikubwa. Hao walianza na mawazo madogo, sisi tukayakuza, tukaja na mradi wa TV, tukayakuza, tumekuja na mradi wa benki. Tunategemea na ninyi pia kutokana na mawazo yenu hayo hayo. Kwa mfano, tulikuwa tunaongea na Mwalimu Godwin wakati ananionyesha ile bustani yenu, nimepata wazo ambalo litakuwa ni wazo la mshikamano mkilisimamia. Tunataka kuanzisha kiwanda cha kutengeneza juisi mkoa wa Mara. Wazo ambalo limetoka kwa mwalimu tulipokutana leo. Kwa hiyo sisi kazi yetu, ninyi mnabuni mawazo. Mimi nimeacha kubuni, sasa hivi sibuni wazo lolote. Ila wewe ukibuni wazo lako dogo, mimi nalikuza linakuwa kubwa na tunalipeleka kwenye ngazi kubwa zaidi ili lilete tija kubwa. Kwa sababu sisi lengo letu tunataka kutengeneza ajira zaidi, tunataka kutengeneza huduma nzuri, tunataka kuhakikisha wajasiriamali na njozi zao wote wanafanikiwa. Sasa tumetoka kwenye ngazi ya mambo ya elimu. Unajua mambo ya taaluma, au walimu wapo na serikali ipo itatoa taaluma. Tuko sawa sawa? Ndio. Mtafanya mitihani, mtapata vyeti. Hiyo ni kazi ya serikali na walimu. Sisi tunashughulika na kipaji chako. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo tuko hapa kutaka kujua hivi wewe unaweza kufanya kitu gani? Hiyo taaluma uliyoipata unaweza ukaifanyaje ikatumika kufanikisha kipaji chako? Kwa hiyo tunawekeza sana kwenye vipaji. Na kwa sababu hiyo tumeanzisha mfuko wa kufadhili vipaji vya vijana. Na tunasema sisi njozi yetu kama benki ya wajasiriamali tuliyoianzisha, mtu yeyote ambaye ni mjasiriamali, njozi yoyote itakayobuniwa lazima ifanikiwe. Sisi tutajenga mazingira ya kuifanya hiyo njozi ifanikiwe. Kwa hiyo wewe fikiria unataka kufanya nini, alafu njoo utuambie sisi. Of course ukishakaa na walimu mkakubaliana, mtakuwa mmeshaanza kuchuja mawazo. Mtakapokuja kwetu sisi, mawazo yale yatakuwa yameshafika katika hatua ambayo na sisi sasa tutaanza kuona namna ya kuyafanya wewe mawazo makubwa. Kazi yetu kubwa ni kufanya wazo lako dogo likue na hatimaye liwe wazo kubwa. Jipange na Wakisha, hakika utafanikiwa. Na kukumbusha, usisahau kujisajili na mradi wa Wakisha. Jisajili sasa na mradi wa Wakisha, mradi wenye kutoa fursa mbalimbali kwa wajasiriamali wenye njozi kubwa. Kusajiliwa, tuma neno Wakisha kwenda namba 0624445555 au 0717858151 au 0654721761 na 0785733453. Wakisha tutakupigia. Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti yetu www.jipange.co.tz.